Ni kukaribishe sana mtazamaji kwa mara nyingine tena, tujuzane yote ambayo yanajiri katika ulimwengu. Sasa basi, katika kile kinachoelezwa kama moja ya operesheni zilizoratibiwa kwa usahihi mkubwa sana na zenye athari za kisiasa na kiusalama ndani ya ukanda wa Gaza, ni baada ya wapiganaji wa Hamas kumuua Yasser Abu Shabab, kiongozi wa kundi la wanamgambo linalojulikana kwa msimamo mkali wa kuwapinga Hamas, ambaye kwa muda mrefu amehusishwa na ushirikiano wa karibu na taifa la Israel katika masuala ya ulinzi na ukusanyaji wa taarifa ndani ya ukanda wa Gaza. Tukio hilo ambalo limeibua mfululizo wa maswali kuhusu mizani ya nguvu ndani ya Gaza na mustakabali wa makundi yanayoungwa mkono na Israel lilitokea nyuma ya kile kinachoitwa Yellow Line, eneo ambalo kwa kawaida liko chini ya uangalizi mkali wa mamlaka za usalama za Israel na halipenyezwi kirahisi na wapiganaji wa makundi ya ndani. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vya Gaza na ripoti zinazoenea katika mitandao ya kijamii ya kiusalama ya Mashariki ya Kati, wapiganaji wa Hamas waliingia kimya katika eneo ambalo Abu Shabab alipokuwa akifanya shughuli zake za kiusalama. Inaelezwa kuwa kikosi hicho kilifanya ufuatiliaji wa siku kadhaa kabla ya kutekeleza hatua ya mwisho. Chanzo kimoja cha ndani kimesema kuwa kundi hilo lilifanikiwa kupenya ulinzi mzito, hatua ambayo imeibua maswali mapya juu ya uwezo wa Hamas katika kufuatilia, kupenya na kushambulia maeneo hata yale yanayoonekana kuwa salama kwa washirika wa Israel ndani ya Gaza. Kwa mujibu wa maelezo hayo, baada ya tukio kutekelezwa, wapiganaji hao waliondoka bila kukabiliana na upinzani mkubwa, jambo ambalo limefanya operesheni hii kuonekana kama moja ya mashambulizi yaliyopangwa kwa ustadi wa hali ya juu kabisa. Lakini Yasser Abu Shabab ni nani? Abu Shabab alikuwa mmoja wa viongozi mashuhuri wa kundi la wanamgambo kutoka Gaza linalojulikana kwa kushirikiana na Israel, hasa katika kuzuia ushawishi wa nguvu za Hamas katika maeneo ya kusini mwa ukanda wa Gaza. Kikundi chake ambacho kimewahi kutajwa kwenye ripoti za karibia mashirika yote ya kimataifa ya habari kilikuwa kikiendesha shughuli za kiusalama, kiintelijensia na mara nyingine kushirikiana na vikosi vya Israel katika maeneo ya mpaka. Kwa miaka mingi alionekana kama mmoja wa watu wanaotumiwa na Israel kudhibiti mitandao ya ndani inayoweza kuathiri operesheni za Israel. Kutokana na nafasi yake, alikuwa pia miongoni mwa wapinzani wakuu wa Hamas, jambo lililomtengenezea marafiki wachache na maadui wengi ndani ya Gaza. Kifo cha Abu Shabab kimekuja katika kipindi ambacho Gaza inapitia mabadiliko makubwa ya kiusalama na mivutano ya ndani. Kwa wadadisi wa masuala ya Mashariki ya Kati, tukio hili linatoa taswira mpya ya mabadiliko ya mizani ya nguvu, hasa baada ya ripoti mbalimbali kuonesha kuwa Israel imekuwa ikijaribu kujenga mitandao ya ushawishi ndani ya Gaza kupitia makundi ya wanamgambo yanayompinga Hamas. Kwa upande mwingine, Hamas imekuwa ikijaribu kuimarisha udhibiti wake katika maeneo yote, huku ikionyesha nguvu na uwezo wa kupenya kila kona licha ya ulinzi, mitandao ya wapinzani na ufuatiliaji wa karibu unaofanywa na Israel. Wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kisiasa ndani ya Mashariki ya Kati wanasema tukio hili linaweza kuleta mlolongo wa misuguano ndani ya Gaza, hasa baina ya makundi madogo yenye misimamo tofauti kuhusu ushirikiano wa Israel. Lakini kufuatia tukio hili, kuna athari ambazo zinaweza kujitokeza, ambapo kunaweza kuongezeka kwa mvutano wa ndani ya Gaza. Makundi madogo yanayoshirikiana na Israel yanaweza kukabiliwa na mashinikizo na mashambulizi zaidi, lakini kuimarika kwa msimamo wa Hamas, ambapo operesheni hii inaweza kutumika kama ishara ya uwezo wa Hamas kujilinda na kudhibiti wapinzani wake wa ndani, lakini pia kupungua kwa hatua za Israel za kujenga mitandao ya ndani. Kufuatia kifo cha Abu Shabab kinaweza kupunguza moja ya nguzo ambazo Israel imekuwa ikitegemea katika kuratibu mawasiliano ya kiusalama ndani ya Gaza. Lakini athari nyingine ni kusambaratika kwa ushawishi wa makundi ya kiwanja vya chini, hasa yale yanayotegemea ufadhili wa nje na ulinzi wa kisiasa. Katika tukio hili, wapiganaji wa Hamas waliutekeleza mkakati wao dhidi ya Yasser Abu Shabab
kwa operesheni iliyopangwa kwa makini mkubwa, wakianza kwa kufanya ufuatiliaji wa harakati zake za siku kadhaa ili kubaini muda na mazingira ambayo ulinzi wake ungekuwa dhaifu. Baada ya kukusanya taarifa za kutosha, kikosi maalum kilipenya eneo linaloitwa Yellow Line ambalo kwa kawaida huwa chini ya uangalizi mkali wa Israel, jambo lililoonyesha kiwango cha maandalizi ya uwezo wao wa kijasusi. Walipofika eneo ambalo Abu Shabab alikuwa, waliweza kumfikia bila kutoa ishara yoyote ya kuwepo kwao kutokana na taarifa walizokuwa nazo kuhusu muundo wa eneo, muda wa shughuli zake na idadi ya watu waliokuwa karibu. Hatua ya kumkabili ilifanyika kwa kasi na utulivu bila makabiliano ya muda mrefu, ikionyesha kuwa walikuwa na malengo yaliyowekwa wazi na mkakati uliosukwa kwa usahihi mkubwa sana. Baada ya kuweza kukamilisha operesheni hiyo, wapiganaji hao waliondoka katika eneo hilo mara moja kwa kutumia njia za kujificha na kutovutia macho ya vikosi vya karibu vya Israel, kitendo kilichofanywa waonekane kuwa wamefanya operesheni ya kiwango cha juu na kuiondoka Gaza katika hali ya mshangao kuhusu jinsi walivyoweza kupenya na kuwahi kutoka bila kukamatwa. Taifa la Israel limekuwa ni taifa ambalo mara kadhaa kwenye masuala ya ujasusi likisifika sana ulimwenguni, lakini hata katika ukanda wa Gaza kwenye vita baina ya Israel pamoja na Hamas, Israel wamekuwa na rekodi nzuri ya kuweza kuwaua viongozi wa Hamas, viongozi wa Hezbollah, viongozi wa Houthi kwa kutumia teknolojia zao ambazo zinaonekana kwamba ni teknolojia hatari za kijasusi ambazo hufanywa na Mossad. Sasa basi, katika tukio hili Israel walishindwa kuwasanukia kabisa Hamas kwa sababu Hamas waliweza kutekeleza shambulizi hili kwa njia ya aina yake, yani kwa namna ya aina yake ya kipekee kabisa, bila kuweza kugundulika kwa haraka, lakini bila kuwa na makabiliano makali na vikosi vya Israel, kwa sababu mstari ule wa njano yani Yellow Line pale Gaza unatenganisha baina ya Gaza kule ambapo wanakaa Hamas, lakini na huku Gaza nyingine upande wa pili ambapo jeshi la Israel kwa sasa hivi mamlaka za usalama zimeweza kuzikalia eneo hilo ni takriban 53%, ambapo kule Gaza ni 47%. Sasa imezua taharuki kubwa, imezua hofu kubwa baada ya huyu mamluki wa Israel ambaye ameonekana kuwa ni kichomi kwa Hamas katika ukanda wa Gaza, hatimaye wameweza kumu-assassinate moja kwa moja. Sasa mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi basi usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare hapa wakati wote.